Mtoto Ibrahim Maulidi mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 4 mnamo shule ya msingi Mtonga Kilimani, ambaye mnamo tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira ya saa 11 jioni, mtoto huyo alichukuliwa na mamba akiwa jaribu kuoga kwenye mto. Kwa mujibu wa mama mzazi wa mtoto huyo, Mwajuma Hassan mwenye miaka 46, alimwambia mwandishi kwamba ilikuwa ni siku ya Alhamisi tarehe 15 majira saa 11 jioni, mtoto wake marehemu Ibrahim Maulidi akitokea shule alifika nyumbani na kubadilisha nguo. Baada ya hapo alielekea mtoni kuoga pasipo mzazi huyo kujua alipoenda. Aliendelea na kusema baada ya dakika chache baadaye alipigwa simu na mmoja majirani zake kwamba mtoto wake Ibrahim Maulidi amekamatwa na mamba. Zoezi la uokoaji wa kumtafuta mtoto huyo tangia jana siku hiyo iligonga mwamba, na chanzo chetu cha habari kilifika eneo la tukio siku moja baada ya tukio hilo na kuendelea kuona zoezi likiendelea la kumtafuta mtoto huyo mpaka inafika majira saa 12 jioni ya tarehe 16 siku ya leo. Bado jitihada za kuendelea kumsaka mtoto huyo zinaendelea. Simu tu. Watu wapo karibu hapa. Serikali sasa naomba sana niache liwazi. Kwa kuwa mmesema mambo hapa yuko. Sasa hivi hapa mimi nikapiga simu mara baada. Au kama sasa hivi hapa endelee hapo, endelee. Bora muone na mimi tuungane tukiwa kiendelea. Diwani mkazi wa eneo hili la mtaa Mtonga, na pia vile vile ni fundi ujenzi ambaye jana nilikuwa karibu na eneo la mto Ruvu ambapo nilikuwa nafanya kazi yangu ya shughuli ya ujenzi, na majira kama saa 11 kasoro dakika 5 hivi nafikiri yule mtoto alipita, tukawa tunazungumza naye, lakini yeye alikuwa anaenda kwa rafiki yake ambaye ni rafiki yake mkubwa sana, anaitwa Abdul. Akasema anaenda kwa Abdul. Kwa hiyo sisi hatujakuwa na mashaka yoyote kwa kuwa tulitegemea kwamba yeye anaenda kwa nani, kwa Abdul. Lakini mbele ya safari yake kwa kuna mtu mzima anaitwa Mzee Hassan. Yule Mzee Hassan akamuuliza, wewe bwana Ibu, mbona umesema unaenda kwa Abdul lakini mwisho wa siku unaelekea huko kwenye miembe au unaenda kutungua maembe yangu? Akasema hamna Mzee Hassan, mimi siendi kutungua maembe. Mwisho wa siku kumbe yeye alisikia wenzie wako pale Ruvu wanaogelea, na alikuwa hayuko mmoja, alikuwa ni zaidi kama watu 15. Kwa hiyo yeye akakuta wenzie pale, akaingia pale mtoni. Baada ya kuingia kuogelea sekunde kadhaa, akashangaa yeye kakamatwa kwenye mkono. Kwa hiyo kukamatwa kwenye mkono, yeye akawa anaambia wenzie, jamani, ile mamba limenikamata kwenye mkono hili, naombeni msaada wenu jamani, saidieni, muiteni Daudi jamani aje na jembe. Lakini ni umbali kama mita 15 kutoka kwenye mkondo wa mto mdogo kuja kwenye mto mkubwa. Kwa hiyo sasa wale watoto hawakuwa serious kwa sababu ni watoto, walijua ni nini, walijua ni masiara kwamba mwenzao kashika jiwe baada ya kuona ile pua ya mama. Lakini mwisho wa siku kuna mama pembeni alikuwa anafua. Yule mama anaingia mtoni, anachota maji, anatoka nje, anafua, anaingia mtoni, anatoka maji, anafua. Lakini sasa bwana mdogo ametumia energy kubwa sana ya kuita, mpaka mwisho wa siku akawa kachoka sasa, kama amekaukiwa kauli. Na maana sisi mpaka kufika pale yule mtoto ameshatolewa kwenye mkondo wa mto mdogo, yuko kwenye mkondo wa mto mkubwa. Kwa hiyo sisi tulipofika pale alitangulia rafiki yangu bwana mmoja aitwa Daudi, yeye ndo alitangulia. Daudi baada ya kutangulia, yeye alikuwa yani kiujumla alikuwa hana silaha yoyote, alikuwa nafikiri akakota tu kumbala akapiga pale, kwa sababu yule dogo alikuwa kazamishwa kidogo, alikuwa anakunywa maji. Kwa hiyo sasa sisi wenyewe ambao mioyo yetu ilikuwa ni mifupi, tulitamani sana kuingia ili tunusuru maisha ya yule mtoto, lakini mwisho wa siku tukafikiria na sisi, kwa sababu kile kiumbe kipo kwenye maji, yule bwana pale, yule mtoto pale ameshakamatwa, mwisho wa siku anaweza akaacha akaja kukamata wewe au sisi sote tena, tukafanyaje? Tukatangulia. Kwa hiyo mwisho wa siku tukasema atakao kwa maisha ya huyu mtoto ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwisho wa siku ndio hivyo ikatokea la kutokea, uokoaji umepambana. Mwisho wa siku bwana mdogo mpaka sasa hivi hajaonekana, utaratibu wa kutafuta bado unaendelea. Lakini nafikiri hii ni changamoto. Sisi kama wananchi tunaomba kwenye serikali yetu hii tusaidie sana. Yote hii inakwenda kwa sababu ya ule uhaba wa maji. Maji yamekuwa ni changamoto sana, kwa sababu watoto wanatumia nguvu kubwa kwenda mtoni kutafuta maji ili angalau wapoze mili yao, kwa sababu unakuta maji ambayo yako majumbani hayatoshelezi kwa wazazi. Unakuta hao wazazi wanatumia nguvu kubwa ya kuwakataza, lakini watoto nao pia bado wao inakuwa ni changamoto. Lakini tukisema tukisingizia ni watoto,
tunaweza tukasema pia tunakosea sana. Kuna mtu mzima pale, mama alikuwa anafua pale, anatoka anafua, anachukua maji anafua. Yule mama sio mtoto, ni mtu mzima. Kwa hiyo na maana maji angekuwa amefika kule mtaani, japo kule mtaani hata yule mwanamama pale alikuwa anafua pale mtoni, asingekuwa anafika kule kwenda kuchota maji kwenye sehemu ya hatari. Kwa hiyo tunaiomba kama serikali, haya maji hata kama yawe ya Ruvu, yatoke haya maji kwa wingi, ili angalau ile huduma ya ndani ya mtaa ili iwe nini, iwe kubwa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tunaipongeza serikali, imeonyesha ushirikiano mkubwa kwenye tatizo hili, kuanzia vyombo vya ulinzi na usalama, ofisi ya mkuu wa wilaya ambayo yeye ndo anaongoza vyombo vya ulinzi na usalama, wananchi kwa ujumla. Leo wananchi wamejitolea fedha zao, angalau shilingi 2,200, mwenye 5,000, mwenye 10,000 kwa ajili ya kunusuru angalau hata tukute hata kipande cha mtoto cha mwili, ili angalau iwe ni sehemu ya kumbukumbu kwamba hili ni kaburi la aibu. Kiwalisia sisi binafsi kama wananchi tunamwombea bwana mdogo, ndio kifo alichoandaliwa hicho kwenye maisha yake. Sisi sote tunamwombea tu salama. Basi mimi niseme, ndugu mtangazaji, tunashukuru sana. Kwa hiyo wito wao wa wakazi wa Mtonga wa tukio siku ya leo, wito wao kwa wakazi wa Mtonga. Kwa wakazi wa Mtonga, mimi nifikiri japokuwa ni shida ya maji na tukabili, tujizatiti sisi kama wazazi kudhibiti watoto wetu wasifike eneo la mto Ruvu, kwa sababu ni hatari sana. Kama hivi mamba sasa hivi humo wamekuwa ni wengi sana. Ukiamini ni wengi. Ukiangalia jana bwana mdogo alivyokuwa anapambana, waokoaji walivyokuwa anapambana kumwokoa yule mtoto, lakini unakuta mamba zaidi ya 3 wakawa wanataka kumnyang'anyia yule mtoto. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Hiyo ndio hofu kwamba tujihadhari na huu mto na mamba wakali. Shukrani sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Ibrahim Mohamed, ni mjumbe wa serikali ya mtaa, pia ni mmoja kati ya walioingia kwenye maji kwenye swala hili lilotukuta mtaani kwetu, na nimeingia kwenye maji kwa moyo, kwa kujitolea kumtafuta mtoto. Mpaka sasa jitihada zote zimefanyika, hakuna lolote tuliloliona zaidi ya kukutana na mamba tu mtoni na magogo tu yalokuwepo kwenye mapango. Tujaona chochote mpaka sasa. Je, changamoto gani ambazo zilizofanya pia jana mpaka sasa ushinde kuona mwili wa mtoto? Changamoto zilizotokea ni kulikuwa na mtaalamu alitokea Mswaa aitwa Mputa Mamba, alikataza watu kuto kuingia kwenye maji, na ndio maana tumechelewa kuingia kwenye maji mpaka muda huo. Tumeanza kuingia saa 6 mchana huu wa leo. Kuna tukio lilitokea jana mida ya saa 11 kasoro. Unafikiria ni kipi ambacho mtaalamu kama ulivyotuambia alikataza? Mtaalamu hatukumuelewa. Baada ya hapo mtaalamu tunaona ameondoka, na tukatumia jukumu letu sisi na uongozi uliokuwepo tukaingia kwenye maji bila idhini ya mtaalamu, ila mtaalamu aliondoka. Wito kwa wananchi wa Mtonga sasa hivi, maana hii si mara ya kwanza kuchukuliwa na mamba. Je, wito wako ni nini kama mwananchi, kama mjumbe wa Mtonga? Ni kukataza watoto wetu swala la mtoni, ni kukataza watoto wetu kwa kweli. Hata nyumba ya iliyotokea kuna mmoja wapo wa familia ili swala alikuwa analipinga watoto kwenda mtoni. Ni brother mmoja anaitwa Chidi. Ili Chidi alilalamika sana kuhusu swala la watu kwenda mtoni, ila baada ya hapo ila limetokea leo na... Shukrani sana. Haya, ongeleni sana.